uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kwa sasa kutoka tani milioni 18 zilizokuwa zinazalishwa mwaka 2020, sasa hivi tunazalisha tani milioni 22. Huku kiwango cha utoshelevu wa chakula ndani ya nchi kimeongezeka vile vile kutoka 114% hadi 128% kufikia mwaka huu. Hii inaonyesha kwamba Watanzania sasa tunazalisha chakula cha kutosha kwa matumizi ya ndani, lakini pia tuna ziada tunaweza kupeleka hata nje ya nchi. Mafanikio yote haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6. Nataka tuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya uzalishaji wa chakula na lishe hapa nchini ili kila mmoja apate huduma ya chakula. Serikali itaendelea kuwekeza katika tija kwenye utafiti, teknolojia na thamani za mazao yenyewe, kuhakikisha kwamba kila anayeshiriki kilimo, kila anayeshiriki uvuvi, kila anayeshiriki kwenye mifugo ananufaika na kazi hiyo anayoifanya. Lengo letu chakula kiongezeke, tuondoe njaa, wananchi waishi wakiwa na lishe bora, wakiwa na afya njema, lakini wawe na kipato cha uhakika. Haya ndio malengo ya serikali yetu ya awamu ya 6. Serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeshafanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo. Kwanza, kuongeza bajeti yake, na imeshatoa zaidi ya bilioni 246 kutoka mwaka 2026 24 2021, na sasa bajeti yake ni shilingi trilioni 1.3. Ongezeko hili ni kubwa sana, limewezesha kuimarisha kwa utafiti wa kilimo, upatikanaji wa pembejeo bora, huduma za ugani na upanuzi wa miundombinu ya umwagiliaji kote kwenye mabonde hapa nchini.